Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, wakati joto la uchaguzi nchini Uganda likiendelea kupanda kwa hali ya juu, basi mimi naendelea kukuletea mfululizo wa kila hatua ya yale ambayo yanajiri katika nchi hiyo. Uganda inajitayarisha kuelekea kwenye uchaguzi wa urais siku ya kesho. Wapiga kura watashuhudia orodha ya wagombea wote wa kiume. Rais wa sasa Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 atawania muhula wa 7 mfululizo baada ya kukaa madarakani kwa zaidi ya miongo minne. Mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, mwanamuziki aliyebadilika na kuwa mwanasiasa mwenye umri wa miaka 43. Wagombea wengine 6 ni Frank Bulira, Robert Kasibante, Joseph Mabirizi, Nandala Mafabi, Mugisha Muntu na Mubakari Munyangwa, wote ni wa kiume. Akijibu tuhuma zilizotolewa na Mpambara, msemaji wa tume ya uchaguzi Julius Mukunzi amesisitiza kwamba tume ilifuata kikamilifu taratibu na miongozo iliyowekwa kisheria wakati wa zoezi la uteuzi na hata uhakiki wa wagombea wote kwa ujumla. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, mgombea wa urais lazima awe raia wa nchi ya Uganda kwa kuzaliwa na awe na umri angalau miaka 18, awe mpiga kura aliyesajiliwa, alipe ada ya uteuzi ya shilingi takriban milioni 20 za Uganda, yaani pound 4,200. Aidha anatakiwa kuwasilisha angalau saini 100 za waungaji mkono kutoka angalau theluthi 2 za wilaya 146 za nchi hiyo. Tangu Uganda ilipoanzisha mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 2005 kufuatia kura ya maoni iliyoungwa mkono na zaidi ya 90% ya wapiga kura, kila uchaguzi wa urais ulihusisha angalau mgombea mmoja mwanamke. Miongoni mwao ni Miria Kalule Obote mwaka 2006, Betty Kamya mwaka 2011, Maureen Kialia 2016 na Nance Kalembe Linda aliyekuwa mgombea pekee mwanamke mwaka 2021. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kukosekana kwa mgombea mwanamke katika uchaguzi wa sasa ni hatua ya kurudi nyuma katika juhudi za kukuza ushiriki wa wanawake katika uchaguzi wa kisiasa na hata uimarishaji wa demokrasia. Hata hivyo, kwa ujumla Uganda bado inatajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zenye uwakilishi mzuri wa wanawake katika nyadhifa za juu za uongozi. Spika wa bunge, makamu wa rais na hata waziri mkuu wote ni wanawake, huku takribani 43% ya baraza la mawaziri likiwa na wanawake. Aidha, viti 146 vya bunge vimetengwa mahususi kwa ajili ya wawakilishi wanawake wa wilaya. Wakati haya yote yakijiri, mkuu wa tume ya uchaguzi nchini Uganda anasema ametishiwa maisha juu ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Bwana Simon Byabakama alikuwa akijibu swali kwa waandishi wa habari kuhusu klipu za video ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo msaidizi mkuu wa rais anadai kwamba tume ya uchaguzi haijawahi kumtangaza mgombea wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine kuwa rais. Katika video hiyo, msaidizi maalum wa rais wa utoaji huduma na ufuatiliaji Bwana Yiga Kisyakamukama amesikika akisema, usitarajie hata usifikirie kwamba Simon Byabakama anaweza kumtangaza Bobi Wine. Rais Museveni ambaye yuko madarakani anasalia uongozini. Usifikirie kwamba Museveni ataondoka madarakani kwa kupiga kura. Hapana, usipoteze wakati wenu. Byabakama amesisitiza kwamba tume hiyo iko huru kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria na kusisitiza kwamba itamtangaza mshindi wa misingi ya hesabu ya kura.